السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بحمده يستفتح كل مقال، وبذكره يصدر كل خطاب، وبفضله يتنعم أهل الجزاء والثواب، وباسمه يشفى كل داء، وبه تكشف كل غمة وبلاء، وإليه ترفع الأيدي بالتضرع والدعاء في شدة والرخاء، وهو السامع لجميع الأصوات على اختلاف اللغات، فله الحمد على ما أسدى وأولى، وله الشكر على ما أنعم وأعطى، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammad pamoja na ahli zake na sahaba wake wote kwa ujumla. Leo ni siku ya Jumamosi. Kama ilivyo ada ya kituo hiki, huwa kunafanyika dua, na dua yenyewe liibtali sihri, kwa ajili ya kubatilisha uchawi, wa tardi shayatini, na kuwafukuza mashaitani, wa halil uqad, na kwa ajili ya kufungua mafundo ya kichawi, wa izalatul hasad wal aini, na kuondosha husda pamoja na vijicho. Na kwa siku hizi, siku ya Jumamosi, kila mmoja tumemwagiza aje na chumvi ya mawe. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kila kitu ndani yake ameweka siri. Kwa hiyo hata katika chumvi ya mawe kuna siri. Unaweza ukaitumia kwa ajili ya kubatilisha uchawi, pia unaweza ukaitumia kwa ajili ya kuwafukuza mashaitani, unaweza kuitumia kwa ajili ya kufungua mafundo ya kichawi, unaweza ukaitumia chumvi ya mawe kwa ajili ya kuondosha hasadi pamoja na vijicho. Kwa hiyo dua ya Jumamosi ya ibtalu sihiri huwa inaambatana na chumvi ya mawe. Lakini pia huwa tunagawa dawa hapa bure, na dawa tunayoigawa bure ni habbatu nuksi. Imeitwa habbatu nuksi, unaweza ukadhani ni kwa ajili ya kuondoa nuksi peke yake, bali habbatu nuksi ikitumika vizuri inabatilisha uchawi, inafukuza mashaitani, inaondosha hasadi pamoja na vijicho, inafungua mafundo ya kichawi ikitumika vizuri. Kwa hiyo kila mmoja siku ya Jumamosi huwa tunampatia habbatu nuksi, na hiyo habbatu nuksi anachanganya na hiyo chumvi ya mawe. Usiku kabla ya kulala anatia kwenye maji yanayotosha kuoga mwili wake mzima. Yale maji yakiwa na ile chumvi ya mawe pamoja na habbatu nuksi, anaacha kwa muda wa lisali moja, ndio anakoga. Akishamaliza kuoga analala. Hili ni zoezi ambalo linafanyika kila siku ya Jumamosi, na inshallah leo mimi nadhani kila mmoja amekuja na chumvi ya mawe, lakini pia tutampatia habbatu nuksi mahala hapa. Lakini katika kituo hiki
huwa tunazo dua kubwa kubwa ambazo angalau kila mwezi lazima ifanyike mara moja, angalau kila mwezi. Na hii ndiyo programu yetu sisi kuanzia Januari mpaka Disemba. Ndio programu yetu sisi. Kila mwezi huwa tunafanya dua kubwa, na dua kubwa zipo. Kila siku huwa ninakupeni hadithi hii, na mimi huwa ninapenda kuirudia rudia ili kukaeni akilini muweze kujua kwamba dua kubwa zipo. Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja alikuwa akiwaambia maswahaba wake au akiwaelezea kunako zile hali anazozitumia Mwenyezi Mungu pindi anapotaka kuwajibu waja wake dua. Mtume alizieleza hali 3 anazozitumia Allah jalla jalalu pale anapotaka kuwajibu dua waja wake. Hali ya kwanza Mtume akasema, imma an yuajjila lahu da'watahu. Mwanadamu anaweza kunyanyua mikono akamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, na Mwenyezi Mungu akamlipa hapo hapo bila kumcheleweshea. Hii ni hali ya kwanza hii. Hali ya pili akasema, wa imma an yudakhira lahu fil akhirah. Mwanadamu anaweza kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu akamtunzia yale majibu, asimpe hapa duniani, akaja kumpa akhera. Hiyo ni hali ya pili. Lakini hali ya tatu Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wa imma an yasrifa anhu min as-su'i mithliha. Mwanadamu anaweza kumuomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu akamjibu kwa kumuondolea mabaya, madhara, mabalaa yanayolingana na ukubwa wa dua aliyoiomba. Yani Allah wakati mwingine huwa anatazama wewe muombaji umeomba dua yenye ukubwa wa kiasi gani, ili akuondolee mabalaa yanayolingana na ukubwa wa dua ulioiomba. Mahalu shahidi kwamba dua kubwa zipo. Sasa Mtume alipowaambia imma an yasrifa anhu min as-su'i mithlaha, Mwenyezi Mungu anaweza kukuondoshea balaa linalolingana na ukubwa wa dua ulioiomba. Aliposema hivi Mtume sallallahu alaihi wasallam, masahaba wakamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, idhan nukthira ya Rasulallah, kama ni hivyo basi tuombe dua kubwa kubwa. Mtume akawaambia, fallahu akthar, nyie mkiomba dua kubwa kubwa na Mungu anakuondoleeni yale mabalaa makubwa makubwa. Sasa kwa hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam tukaonelea kituoni hapa, angalau kila mwezi tuwe na dua kubwa, tumtaje sana Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, tumsifie sana Allah jalla jalalu, tumshukuru sana Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, tumuombe kwa wingi ili atuondolee mabalaa makubwa makubwa. Sasa mwezi huu wa 6 Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kitujalia tarehe 28 tunayo dua kubwa hapa. Dua yenyewe ni zinguo la mchele litakaloambatana na dhiraa 12, na kisomo chake ni zile sura 7 zinazoitwa munjiyatu. Maana ya munjiyatu ukizisoma au kusomewa, Mwenyezi Mungu anakuvua matatizo makubwa. Dua yenyewe inaambatana na hizi sura, lakini pia inaambatana na aya 7. Maana kuna sura 7 lakini pia kuna aya 7. Hizi aya 7 pia zinaitwa sab'atul munjiyat. Ni aya 7 ukisomewa au kuzisoma, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala
anakuvua matatizo mazito, matatizo makubwa. Lakini pia mchele lazima uwepo na lazima upimwe dhiraa 12 kama tutakavyoelekeza. Sasa dua hii ya zinguo la mchele itafanyika tarehe 28 ya mwezi huu wa 6 mwaka huu wa 2026. Itakuwa ni siku ya Jumapili. Zoezi litaanza mapema asubuhi na linakwenda kukoma saa 7 mchana. Ni kwamba unakuja na kitambaa cheupe, kisha zinakatwa kamba, zinaunganishwa. Zile kamba ndio unapimwa wewe dhiraa 12, na kipimo ni kuanzia kwenye hiki kidole cha katikati mpaka kwenye fundo hii ya mkono, maungio ya mkono wako. Ukipimwa mara moja ni dhiraa 1, ukienda mara 12 ndio dhiraa 12 hizo. Baada ya kuwa umepimwa dhiraa 12, zile dhiraa 12 kuna kisomo maalum lazima zisomewe. Zikishasomewa zile dhiraa 12, ndio unapewa ruhusa wewe uikunje vizuri, ufunge kwenye kitambaa, ulalie. Na hapo unakuwa unalalia kitu chenye khawas, kitu maalumu chenye siri kubwa. Na jana tu hapa nimezuia baadhi ya watu kunihadithia walioyaona baada ya kuwa wameanza kuzilalia zile dhiraa 12. Tukasema kwamba hatuna muda, tafuta siku ambayo wewe utapata fursa uje uhadithie kwa utuvu ili tukupe tafsiri yake. Yani zinguo linaanza kufanya kazi pale tu utakapoanza kulalia. Na jana nilieleza matibabu kwa njia ya kulalia ni jambo lilikishatuka hili. Ukisoma kisa cha Abi Dujana alipoandikiwa barua na Mtume sallallahu alaihi wasallam, aliambiwa kailalie, ikawa ni sababu ya kumwangamiza jini anayeitwa Amirul Baiti. Kwa hiyo matibabu kwa njia ya kulalia ni jambo ambalo limetuka kwa mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na elimu ya tiba msingi wake kwanza ni utafiti. Baada ya kuwa umefanya utafiti, unafanya majaribio. Hiki nilichokifanyia utafiti ni kweli kitanifaa? Ni kweli ni tiba? Ndio unafanya majaribio. Ikiwa kitakutibu hicho ulichokifanyia majaribio, ndio tiba yenyewe. Ndio msingi wa elimu ya tiba. Kwa hiyo bila shaka tunapokuambia upime dhiraa 12, zisomewe, uzilalie, ni vitu ambavyo tumefanya utafiti wake na pia tumefanya majaribio yake, na watu wengi wamefanikiwa biidhnillahi tabaraka wa taala. Kwa hiyo nisingependa katika programu yetu ya mwaka mtu akose dua hii ya zinguo la mchele linaloambatana na dhiraa 12. Sasa unakuja na nusu kilo yako ya mchele na mita 1 ya kitambaa chako cheupe. Huu mchele utagawanywa mara 2. Sehemu ya kwanza, siku hiyo dua itakapokuwa ikisomwa, tukifika kwenye kituo ikapigwa Fatiha, ikawa inasomwa suratul Fatiha, wewe watiania, atakuwepo kijana maalum au watu maalum watakokuwa wanakumwagieni, wanakupigeni na huo mchele. Wakati wewe unanuia na uzingua mwili wangu kutokana na maradhi, na uzingua mwili wangu katika milango ya mali, na uzingua mwili wangu katika milango ya biashara, na uzingua katika milango ya ndoa, milango ya kazi. Kama umechafuliwa, hauna nuru, na uzingua mwili wangu upate nuru na mvuto. Wakati ule vijana wanakupigeni kwa ule mchele. Na sehemu ya pili ya ule mchele tutafanya sadaka. Sadaka inafanywa vipi? Mnaliona pipa hilo pipa pembeni liko kwa ajili ya kombe hili.
Kombe hili ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, linatokana na zile ayatul fidda wa ayatul dhahab, aya za fedha na aya za dhahabu. Kwa nini aya za fedha na aya za dhahabu? Katika Qur'ani Mwenyezi Mungu kuna mahala amezungumzia fedha, zile aya zote zimeandikwa hapa. Lakini kuna sehemu ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala amezungumzia dhahabu, aya hizi zimeandikwa hapa. Lengo ni kumwomba Allah kupitia maneno yake matukufu akujaalieni thamani, akujaalieni mvuto, akujaalieni mapenzi, mthaminiwe, muwe mnavutia, mpendwe kama inavyothaminiwa pesa, kama inavyovutia pesa na kama inavyopendwa pesa. Ndio lengo la kuandikwa ayatul fidda wa ayatul dhahabi. Hili kombe baada ya zoezi litakalofanyika tutaliroweka humo kwenye pipa. Nataka nieleze ule mchele mwingine unaobaki unafanya kazi gani. Ina maana leo kila mmoja atakuja kuishika karatasi hii na kuifukiza hapa kwenye bukhuri maalum na kunuia lile analolitaka kupitia fedha na dhahabu. Amweleze Allah, nitakapolitumia kombe hili mimi niwe nina thamani kama ilivyo fedha, niwe na mvuto kama ambavyo fedha inavuta, nithaminiwe kama inayothaminiwa dhahabu. Unanuia, unafukiza kila mmoja, kisha unasema Mwenyezi Mungu, umetuamrisha na umetufundisha tuombe kutatuliwa shida zetu kwa kutoa sadaka, na mimi 500 yangu hii, 1000 yangu hii, 200 yangu hii, 100 yangu hii, ninatoa sadaka, unikidhie mambo yangu. Unatumbukiza mle silva kwenye hili kombe hili, ambapo tarehe 28 kila mmoja atakuja na chupa ikiwa tupu aweze kupatiwa kombe hilo. Sasa ule mchele ambao umeuleta kwa ajili ya zinguo na silva utakazozitumbukiza humo, kutafanyika sadaka ya chakula. Wataalikwa mayatima, wajane, wasiojiweza, watakula. Chakula hicho kinatokana na silva utakazokuwa umetumbukiza humo, lakini pia na ule mchele ambao umeuleta kwa ajili ya zinguo. Hivi kwa utaratibu huu kwa nini usifanikiwe? Kwa utaratibu huu kwa nini Allah Subhanahu wa Ta'ala asitatue changamoto ulizonazo? Hilo zoezi leo litafanyika hapa. Kila mmoja atakuja, atanuia hali ya kuwa ameshika mahau hii yale anayoyataka. Baada ya kunuia, anatumbukiza sadaka yake kwa kumwambia Allah Subhanahu wa Ta'ala, umetuelekeza, umetufundisha tuombe kutatuliwa shida zetu kwa kutoa sadaka, na sisi tunaamini kwa sadaka hizi itakuwa ni kafara juu ya matatizo tulionayo. Ni mambo makubwa tunafanya haya. Kwa wewe ambaye utashiriki vizuri ukafuata utaratibu, mimi sina shaka unakwenda kufanikiwa. Na hizi tunazozifanya ni dua tiba, ni tofauti na dua za kawaida. Ndio maana unaona tuna silva, tuna majikombe haya, tuna maubani na mabukhuri haya, kwa sababu ni dua tiba. Sasa jana nilikutajieni zile sura 7 zinazoitwa munjiyatu. Mtu akisomewa au kuzisoma, Allah anamuokoa kutoka kwenye matatizo mazito, sio matatizo ya kawaida. Lakini leo nikasema tutakuja kuangalia ubora wa sura hizi. Sura ya kwanza ni suratul Fatiha. Imepokelewa hadithi inayotokana na Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Anas anasema, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, afdalul Qur'an alhamdulillahi rabbil alamin. Qur'ani iliyo bora zaidi ni hii alhamdulillahi rabbil alamin.
Kwa maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio maana wanawazuoni wakajaalia hii alhamdu hii surati al-Fatiha kuwa ni katika zile sura 7 almunjiyatu zenye kumwokoa mtu kutoka kwenye matatizo. Kwa hiyo suratul Fatiha na yenyewe itashiriki kwenye dua ya zinguo la mchele ambalo linaambatana na dhiraa 12. Huo ni ubora wake wa kwanza. Lakini sura ya pili ni suratu Sajda, na hii ni hadithi alladhi akhrajahu al-Bukhari, ni hadithi ambayo ameikhariji Imamu Bukhari kutoka kwa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hurairah anasema kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqra'u fil fajr yawm al-jum'a alif lam mim tanzil, ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam katika alfajiri ya siku ya Ijumaa alikuwa akisoma alif lam mim tanzil. Hii ni surati Sajda, alikuwa haiachi Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ndio maana wanawazuoni hii suratu Sajda wakaiweka ni katika zile sura 7 almunjiyatu. Mtu akisomewa kwa nia maalum au kasoma wewe kwa nia maalumu, Allah anakuepusha na mazito yaliyokusibu, au ana uwezo wa kuyazuia yale mazito ambayo hayajakusibu ili yasikusibu. Sura ya pili hiyo, suratu Sajda, ni katika 7 munjiyati. Lakini tatu ni suratul Mulki, tabarakalladhi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Na hii ni hadithi alladhi akhrajahu al-Imamu Ahmad, ni hadithi aliyoipokea Imamu Ahmad an Jabiri radhiyallahu ta'ala anhu, kutoka kwa Jabiri sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu amuiradhi. Jabiri anasema kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yaqra'a alif lam mim tanzil as-sajda wa tabaraka alladhi biyadihi almulk. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa halali mpaka asome surati Sajda, lakini pia anasoma suratul Mulki, sura ambazo hazikuachwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nyinyi mwadhani kuwa ni sura za kawaida. Qur'ani yote ni shifa, lakini kuna sura ambazo zimepewa umaalumu na yeye mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana wanawazuoni suratul Mulki hawakuiacha hivi hivi, wakaiweka katika zile 7 munjiyati. Na utafiti ulipofanyika ikaonekana sura hizi zina uwezo wa kumzingua mtu mwenye matatizo. Ndivyo tunavyokwenda kufanya tarehe 28 ya mwezi wa pili mwaka huu wa 2026. Lakini sura nyingine, asihusudike na macho ya watu, huwa yakiimbwa, so wimbo tu huo, bali huwa inatumika surati Yasin kuwazingua wale wenye matatizo. Tumemzingua bibi harusi kwa Yasini moja, asihusudike na macho ya watu. Ni kweli hii huwa inazingua, na hii Yasini ina ubora mkubwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi inayotokana na Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Mtume anasema inna likulli shay'in qalba, hakika kila kitu kina moyo. Hebu atokee mtu aniambie hakuna kitu chenye moyo. Kila kitu kina moyo. Hata moyo wa Tanzania si Dodoma, sivyo? Kila kitu kina moyo. Asema Mtume sallallahu alaihi wasallam inna likulli shay'in qalban, hakika kila kitu kina moyo. Wa qalbul Qur'an Yasin, na moyo wa Qur'ani ni surati Yasin. Wa man qaraa Yasin, na yoyote atakayesoma surati Yasin, kataballahu lahu biqiraatiha qiraat alquran 10 marra, Mwenyezi Mungu atamwandikia kwa kule kusoma kwake mara moja tu surati Yasini, atamwandikia sawa na mtu aliyoisoma Qur'ani mara 10. Yani ukisoma surati Yasini mara moja, Allah anakuandikia umesoma Qur'ani mara 10. Yani umeusoma huu msahafu kuanzia mwanzo mpaka mwisho,
ukarudia tena kuanzia mwanzo mpaka mwisho mara 10 kwa kuisoma mara moja tu surati Yasin hiyo. Ndio utaona kwenye surati Yasin kuna mubini 7, na kwenye hizo mubini 7 kuna siri ilojificha, tushawahi kueleza katika mubini 7. Lakini tunaambiwa katika surati Yasin kuna rehma 1000 za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukitafuta huruma ya Allah itafute katika surati Yasin. Katika surati Yasin kuna baraka 1000. Ukitaka baraka kwenye ndoa yako, kwenye biashara yako, kwenye kazi yako, hebu itafute kupitia surati Yasin. Katika surati Yasin kuna neema 1000. Katika surati Yasin kuna ponyo 1000. Ukihitaji ponyo la maradhi yako itafute kupitia surati Yasin. Ndio maana wanawazuoni wakaipachika kwenye zile sura 7 ambazo zinaitwa Al-Munjiyatu. Mtu akisomewa au kusoma, Mwenyezi Mungu anamuokoa kutoka kwenye matatizo. Kwa hiyo na surati Yasin iko kwenye zinguo letu la mchele, zinguo la dhiraa 12. Lakini pia kuna surati Dukhani. Abu Huraira radhiallahu ta'ala anhu anasema, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man qaraa Hamim ad-Dukhan, mwenye kusoma ile Hamim surati Dukhan ile, fi lailihi, ule wakati wake wa usiku anapotaka kulala, asbaha yastaghfiru lahu 70,000 malak, atapambazukiwa na asubuhi mtu huyo akiombewa msamaha na malaika 1000 kwa kuisoma tu mara moja hiyo surati ad-Dukhan wakati wa kulala. Ndio maana wanawazuoni pia hawakuiacha hii, wakaiweka kwenye zinguo. Lakini sura nyingine ni suratul Waqi'a, idha waqa'atil waqi'a laysa liwaqa'atiha kadhiba, na hii ni hadithi ya Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ibn Mas'ud anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man qaraa suratal Waqi'a kulla lailati, yoyote atakayesoma suratul Waqi'a kila usiku, yani wewe kila wakati wa usiku soma suratul Waqi'a, Mtume anasema lam tusibuhu faqatun abada, mtu huyo hawezi kupatwa na umaskini. Ndio maana tukasema zinguo hili pia wenye dhiki, wenye shida katika milango ya riziki linawafaa, kwa sababu ndani yake kuna suratul Waqi'a. Kila usiku ukisoma huwezi kupatwa na umaskini. Ndiyo maana wanawazuoni hawakuiacha hivi hivi, wakaipachika kwenye zile sura 7 Al-Munjiyat, na ikawa inatumika kwenye zinguo la mchele linaloambatana na dhiraa 12. Lakini pia suratul Insan, suratul Insan, hal ata ala al-insan hinun min ad-dahri. Ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhu anasema kana nabiyu sallallahu alayhi wasallam, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, yaqra'u fi salati subhi yawm al-jum'ah, akisoma katika swala ya asubhi ya siku ya Ijumaa, alif lam mim tanzil wa hal ata ala al-insan hinu min ad-dahr. Lakini pia ya mwisho ni ile wasamai dhatil buruj wal yawmil maw'ud wa shahidin wa mashhudi. Tunaambiwa kana nabii sallallahu alayhi wasallam, na hii ni hadithi ya Abi Huraira, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam yaqra'u fil isha'i al-akhira, alikuwa akisoma katika ile isha ya mwisho ile, wasamai dhatil buruji wasamai wa tariq, alikuwa haziachi hizi sura. Ndio maana wasamai dhatil buruji wakaiweka kuwa ni katika zile 7 munjiyati. Lakini sio sura peke yake, na wala sio zile aya 7 peke yake, pia kuna dua yake ambayo ndio inaitwa dua ya zinguo la mchele, dua ambayo inatokana na adhkari pamoja na adiyatul ma'thura, dua zilizofundishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ni zinguo ambalo huwa linaonyesha maajabu makubwa, na wengi wakipata taarifa ya zinguo hili, kama alishawahi kushiriki, hawezi kukosa katika zinguo hili. Ni vile tu kwamba redio haisikiki sehemu zote, lakini wakati ule redio ilikuwa ikisikika,
Ukizungumza kadhia inayohusiana na zinguo la mchele, hata mtu ambaye aliacha kuja sijui miaka mingapi hapa kituoni, utamuona anakuja kwamba anakwenda kwenye zinguo la mchele. Sasa ukishapimwa zile dhiraa zako 12, mimi nitazisomea dua hapa. Nikishasomea dua mara kwanza, unafunga, unakunja vizuri, unafunga kwenye kitambaa, unalalia. Tarehe 27 unakuja na hiyo kamba yako yenye dhiraa 12, unaiweka chini ya ardhi, unaikalia sawa sawa na makalio yako, kisha unanuia. Dua inasomwa, kila kwenye kituo unapigwa na huo mchele. Baada ya dua utapima tena, we mwenyewe pima, usije ukasema mtu kapunguza. Badala ya kuwa ni dhiraa 12, unaweza ukakuta dhiraa 11, unaweza ukakuta dhiraa 10, unaweza ukakuta dhiraa 9, kulingana na namna ulivyoshiriki vizuri, kuonyesha kwamba zinguo limekubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapo ndipo tutakapoelekezana kamba unaifanyaje, matumizi yake ni nini kwa ajili ya kufunga zoezi la zinguo. Tumuombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala tusamehe madhambi yetu na atujalie taufiki juu ya haya tunayoyaendea. Innahu waliyu tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.